Chuo Kishiriki cha Elimu Dar es Salaam DUCE kimetoa mafunzo ya adhabu mbadala kwa walimu 52 kutoka shule sekondari Chang'ombe ili kuondokana na adhabu kali zenye kuleta madhara kwa wanafunzi. Akizungumza wakati wa kufunga mafunzo hayo, naibu rasi wa taaluma, utafiti na ushauri elekezi kutoka DUCE, Profesa Amani Lusekelo, amesema mafunzo haya ya adhabu mbadala ni mpango wa chuo katika kuwasaidia wanafunzi kuepukana na changamoto ya afya ya akili na msongo wa mawazo unaotokana na adhabu kali. Kituo hiki ambacho kipo hapa DUCE kimewawezesha walimu kupata mbinu mbadala za kutoa adhabu pale ambapo wanafunzi wanakuwa wamefanya makosa, na adhabu hizo ziwawezesha wanafunzi kujifunza utendaji, kujifunza uwajibikaji, pia wakati huo ikiwaepusha kupata matatizo yanayoambatana na adhabu kandamizi kama viboko, kubebesha mizigo mikubwa, kutukanwa, kutolewa maneno ya kejeli, kudharauliwa, kudhalilishwa. Na hivyo basi sisi Chuo Kishiriki cha Elimu tumefanya utafiti wa kutosha na kugundua kwamba zipo adhabu mbadala ambazo zinaweza kuwasaidia walimu kuwarekebisha wanafunzi, wakati huo kiwasaidia wanafunzi kujifunza vema katika zoezi zima la kujenga sekta ya elimu katika nchi hii. Kwa upande wake, mkuu wa kitivo cha elimu na mratibu wa kituo cha ulinzi wa mtoto na kuzuia ukatili katika chuo hicho, Dr. Mabula Nkuba, anasema moja ya vitu muhimu walivyozingatia katika mafunzo hayo ya adhabu mbadala ni kudumisha malezi mazuri kwa watoto pamoja na kubadilisha tabia zao. Tumejaribu sana kujifunza namna ya kudumisha tabia njema za watoto ambazo wazazi na walimu hasa shuleni wakizitumia kwa kutambua, kwa sababu binadamu na watoto kama binadamu wanazo tabia nzuri, hata kama anafanya makosa 200, 300, lakini kuna mambo mazuri. Kwa hiyo tumewafundisha walimu namna ya kuyatambua mambo mazuri na kuyakuza. Hiyo ni eneo la kwanza la adhabu mbadala. Alafu eneo la pili tumejifunza basi namna ya kubadilisha zile tabia ambazo zina changamoto. Kwa hiyo kila eneo lilikuwa na mambo kadha wa kadha ambayo walimu wameyafanyia mazoezi. Na eneo muhimu sana ambapo bila shaka walimu wamelipenda, tumejifunza mfumo wa vichocheo na namna ya kuwafundisha watoto wajibu, namna ya kuwashirikisha watoto, mambo ambayo bila shaka walimu walipendezwa zaidi na wakaona bila shaka tutawaona wakiendelea kuyatumia hayo kwa sababu walionyesha kuvutiwa. Lakini pamoja na yote hayo tumejifunza mambo ya msingi sana ili uweze kufanikisha matumizi ya adhabu mbadala. Yako mambo kadha ambayo walimu wamejifunza ya kuzingatia. La kwanza ni ukaribu na watoto. Ukaribu lazima uwe wa kimwili ama wa kisaikolojia. Ile inakusaidia kujua mtoto na changamoto zake. Kwa hiyo ukaribu ni kigezo cha kwanza ambacho tumejifunza. Uwe mzazi, uwe mwalimu, lazima kuwa karibu na mtoto ndio utamdhibiti. Na tunasema watoto wote wenye changamoto, hata hao unasikia si panyarodi, kigezo cha kwanza ambacho kinawaumiza ni kwa sababu wana umbali na wazazi wao. Kwa hiyo watoto wote kwenye familia ambao wanapita changamoto za kitabia, kigezo cha kwanza ni zile familia ambazo ama walimu hawana muda na watoto ama wazazi. Sasa tumejifunza hayo mambo ya msingi. Eneo la pili tumejifunza umuhimu wa kuwa na muundo, taratibu na kanuni, iwe kwenye shule au kwenye familia. Tumewafundisha walimu wetu wa shule ya sekondari ya Mazoezi Chang'ombe mambo haya. Wao tumewafundisha kama wakufunzi ili waende kwa niaba ya chuo chetu cha DUCE, waende kwenye shule jirani, waende kwenye shule za mkoani, waende kwenye shule zinginezo, wakaeneze maarifa haya. Kwa hiyo tunawaita washikadau mbalimbali ambao wanataka kushirikiana na chuo chetu, kwamba sisi tuna walimu sasa hivi tayari ambao wanaweza wakawaonyesha walimu wenzao namna nzuri ya kuwafundisha watoto wakafaulu bila kuwapa majeraha yawe ya kimwili au ya kisaikolojia. Na eneo lingine la tatu, namna ya kujenga ukaribu na watoto na kuepusha mambo ya kuwatenga watoto, kusema tu kwamba wewe unafundisha kwa sababu mshahara upo, shauri yao. Tumezungumza na walimu waliopata mafunzo ya adhabu mbadala, na hapa wanakiri mafunzo hayo kubadilisha mtazamo wao waliokuwa nao kuhusu adhabu kali. Mafunzo haya yametupatia elimu kubwa, lakini pia yanituondoa imani
potofu kwamba ili mtoto aweze kurekebika lazima tutumie adhabu kandamizi. Tumejifunza vitu vingi kutoka kwa wakufunzi wetu. Tumejifunza kuhusu malezi ya watoto kwa ujumla na ni jinsi gani tunaweza kuwarekebisha watoto bila kuachia athari za kimwili na kisaikolojia. Sisi kama walimu wa shule ya sekondari Chang'ombe tunaahidi kwamba tunaenda kutumia maarifa haya ambayo tumeyapata kwanza kwa leo watoto vizuri, lakini pia kwa walimu wenzetu ambao tutakutana nao na tutakuwa ni wawakilishi wazuri au mabalozi wazuri wa kukataa adhabu kandamizi. Kwa tunaahidi kwamba tunaenda kubadilisha adhabu ambazo zinatolewa kwa watoto wetu na tunaamini kupitia sisi Tanzania inaweza kubadilika. Tumejifunza mengi kuhusu adhabu mbadala. Tumeona unajua sisi tulivyolelewa nyuma huko tuliposoma tulikuwa tunaendeshwa sana na viboko, adhabu zile za kutuweka maumivu. Sasa wakati huu tumekuwa walimu na sisi tunahisi zile adhabu ndizo ambazo zinaweza zikambadilisha mtoto. Kumbe zile adhabu kwanza zilikuwa zinamweka maumivu mwanafunzi, lakini pili zilikuwa zinamtia hofu, hazimbadilishi ile tabia yake. Mwanafunzi anaweza akanyamaza darasani kwa sababu amemuona mwalimu fulani akimkuta atampiga viboko. Lakini kumbe kungekuwa na njia nzuri ya kuweza kumuelekeza na kumuelewesha umuhimu wa kutopiga kelele darasani. Kwa mfano, tumejifunza kitu kinaitwa mkataba. Unamkuta mwanafunzi wako anachelewa kila siku. Wewe badala ya kutafuta tatizo ni nini unaamka kwenda kumweka viboko. Kumbe ulitakiwa uangalie chanzo ni nini. Mafunzo haya kutoka Chuo Kishiriki cha Elimu Dar es Salaam DUCE yanatolewa huku kukiwa na matukio ya vifo vya wanafunzi yaliyotokea kwenye baadhi ya shule kutokana na adhabu kali kutoka kwa walimu wao. Hivyo basi, kupitia mafunzo haya yatasaidia kwa kiasi kikubwa kuondokana na changamoto hii. Kutoka Dar es Salaam, Silvano Kaela, Mlimani TV, Elimu Kwanza.